wale lopoki ouro laikorian nengoru si enkarna elino kea kuninga rungana klaini ejo olaikoriani lolorani okiringa ini kiroteti teino olo na sisho nanu na kalapo nanu ninche eno rungani opaleki enkara yenye na isiaita. Amen. Kuna maneno mawili yamezungumzia hapo. Wale lilo oura olaikorian Wale ambao wanamcha Mungu. Kitu ya kwanza Wale ndio ya dogoya. Kuna kitabu ambacho kitaandikwa kama ukumbusho. Ndiye Mungu Nigeria na Andamu no. Ashondo na damu nyeki. Kuna kitabu itaandikwa kama ukumbusho. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hivyo kuna faida moja Ilina faida nabo ambayo tumeshasikia kwamba ndege divali ningenjere wanaomcha Mungu wale lauri ngai kunayo kitabu kitaandikwa. Ndiye Mungu Nigeria. Ninaporudi nyuma kidogo, Inashikwa kidogo kwa mtu yoyote to ora ngani poke katika mipango yako to se no poke lazima kile ambayo mbele yako wale na poke na rido weno unaweka kwa kitabu ni biga Mungu na kungangana ni apale ili uweze kutimisha kama maono. Pindu mwage na rabaina na duara. Sasa Mungu anasema ya kwamba ndio zinangaite wale wanaomcha Mungu wale ndio poke na ura ngai kuna kitabu nitaandika kwa sababu yao. Ndiye Mungu Nigeria ngala gani nje. Kwa hivyo kuna kitabu ambacho ndiye Mungu kitaandikwa na Mungu Nigeria ngai kwa sababu ya wale wanaomcha Mungu. Ngala gani lo ura ngai. Kwa hivyo kuna faida ya kumcha Mungu. Mera faida gure na ura ngani kami. Kitu ya pili nasema ya kwamba wale ngojare na hawa watu wale lorungana watakuwa watu wangu. Na kurungana ile nena. Na kuwero na ndogo ya ngai ende ngara ya ngai. Utakuwa unaenda mbele za Mungu kwa kama mtoto wa Mungu. Kwa sababu roho yako inamcha Mungu. Amora tauni no ngeure ngai. Kwa hivyo naomba roho hii iumbike ndani yako. Mera adoro tauni ngeure ngai. Ukaweze kuwa na roho ya kumcha Mungu. Bigo matawa ule ya ngai. Utakapokuwa na roho ya kumcha Mungu. Wala gebe ya tauni ngai. Kuna hizo faida mbili. Ni adina na faida ya kwamba utakuwa mwana wa Mungu. Iya unengera ya ngai. Ukisoma na kuendelea wale bisa mnayo doyo itasema ya kwamba ndio asubuhi inapokucha wale pegejo wale wanaomcha Mungu wale na mabovu na ule ngai na watokelezea mwangaza mzuri ne Mungu na watarukaruka kama ndama na didi tana anangaburi na inaendelea kusema na watakanyaga maadui wao na mangari lenye. Kwa hivyo kuna nguvu fulani mera eriangolo katika roho ya kumcha Mungu. Tanga ina hata ule ngai. Hii roho iumbeke ndani yako. Wale leo mimi bena kwa sababu ya wakati. Tanga kinesa. Kuna maandiko inasema eriginga unojo katika kitabu cha Kutoka 1:17. Tebugune kitabu cha Kutoka. Ndio maandiko inasema kuna wamama pale. Biblia inataja wasalisha. Ngaito yote kama asali. Wakunga. Yes, amen. Amen. Na mfalme akatoka amri. Una amri. Na kanabela ya yulo Musa. Wakati huo Musa alikuwa anasaliwa. Nenda kwa amri. Akatoa amri. Nendo akasema wale ramegela ya yunga yopo kim. Kwa sababu vijana wadogo wanasaliwa. Ni hoye siani. Akapeana kazi. Ndio kina Roma nakata manaita. Akamwambia wamama msunguke. Kila gebina buganda sa rudi Ibrania kila isho. Ukikutana na mama Ibrania mwenye anasalisha. Tenine buwe kila isho. Ukimkuta akiwa anajifungua. Tenenga yone kila evoyuo. Kama amezaa mtoto wa kiume. Bonga ganda ko. Mshike na mnyonge. Sikia hiyo hamuli sasa. Kwa mfano sasa Ruto aseme hivi. Anangare ndio Ruto nini? Inaweza kutuwole ngara na hiyo ni kuanzia mwezi wa 7. Akisema watoto wenye wanazaliwa kuanzia tarehe 1 mwezi wa 7. Tarehe 1. Alafu aseme kila ngayuni na hivi auawe. Ndio ene ngayuni nere. Sasa hiyo amri ikatoka. Hiyo amri nebo nena amri. Akaambia wale wanawake ndio kinana na wakunga. Wakati mnatembea kusalisha wanawake wa Ibrania. Wakati wote ambao mkitembea mkisalisha wale wakunga. Mkipata anajifungua. Nini abona hana gera hicho. Ikiwa ni mfulana uende. Kama ni kijana
muwe. Lakini maandiko yanasema ya kwamba Ndio kigero njeri. ati kwa sababu wale wanawake wanaomcha Mungu Wale na mwe na narkiku na nana sakia wako wakaacha watoto wakiwa hai. ni mwangera ishubogo. Ni kweli. Wako hao watoto. Ndio ingengera ni wanasali Muhammad. Watoto wanasaliwa ambao wanawapatia waende. Wale na bolo Siku moja ni bote. wakaitwa. Ndivini Wakaambiwa, anajua ya dawo amri. bana nilitoa amri. Njere tenesha ndo mononi embongenda ko. Kwamba mwanamke yote akijifungua mtoto wa kiume muue. Ndio wale wana sadi. Akasema hawa wakunga na makelole. ni washujaa sana. Na kujage Kenya rosho. Na tukifika hapa tunawakuta washajifungua. Na kujage kwa hiki kidepa rosho. Mjaribu kukimbilia unakuta wameshajifungua. Na kanyo Kwa nini? kuna siri katika kumcha Mungu. Etiembo unodo kupeure yakai, ni uri Siri. Etiembo unodo na. Angalia Daudi. Unasia Daudi. Daudi katika maisha yake. Wala Daudi ni kishona na boga. Nimesoma maandiko kabisa Biblia hii kuanzia hapa mpaka Revelation. Soma na Biblia hapo. Biblia inaniambia kwamba Biblia katika maisha yote ya Daudi. wala ni kisho boga na Daudi. Ni mmoja na baya rasa Daudi. Daudi alifanya tu dhambi moja. Hiyo tu. Nake Na kwa sababu alikuwa na roho ya kumcha Mungu. na mero tauri kai. Kila pahali Daudi alipokuwa akipigana vita anashinda. Wale boga no na Daudi mahali nene. Kwa sababu alikuwa na roho ya kumcha Mungu. Amera kwa tauri kai. Sasa hakuna kile ambacho Daudi angekuwa anaweza kufanya kama hajamwambia Mungu kitu ya kwanza. Mera mtoki na Daudi ndo akasabe yangai. Kwa hivyo mtu yoyote akiwa na roho ya kumcha Mungu, Wala rungani boga ne tauri kai. popote pale ambapo unaenda, Wale boga waji nilo. kitu ya kwanza Wale ndo ya dogoya. ni kumjua Mungu ndio kiongozi wako. Biyo la de kaya ke lingira ni bo. Ukisoma Zaburi Rebi sumne buka saburi. 32 mstari wa 8, Kwa hiyo mstari hadi Mungu anamwambia Daudi, ile yangai Daudi nitakuongoza popote uendapo. alikuwa kwa juu kwa waji Kwa wa juu. sababu Mungu alitazama moyo wa Daudi. Amongora benga yo dola Daudi. Angalia hao mama Wanashina na wakakosa kufanya sheria ya mfalme nene asibaye na kwa yao tiki. sababu roho ya kumcha Mungu imo ndani yao. Tangala ye ora tawenda kwa ule Na kai. ndipo Biblia inasema katika kitabu cha hiyo ya Kutoka, Wena benye na buge na buge. kitabu cha Malaki sorry, inasema ya kwamba wale wanaomcha Mungu, Wale mabo ke na ule kai. inasema kuna kitabu ambacho kitaandikwa kwa sababu yao. Nejo na etie bugo na ngere na ngala jani Kwa de. hivyo hii roho ya kumcha Mungu Wale lera wa ule kai. iumbike ndani yako. Pende bright ya adwa yi. Inasema katika kitabu cha Methali Nejo na buge medali. mlango 13 mstari wa 8 ya 8:13 inasema ati wale Uriata wale Toriani na ambashata endohoi. Kumcha Mungu ni njia ya kuepukana mabaya. Yaha, ngoja nisome ndio niweke. Ni ukweli kai ni bashare Kwa mbaro. sababu roho ya Mungu ya kumcha Mungu inapoumbika ndani yako, Amone piti belayo no ule ya kai ya dwaye. wewe simfanyia rafiki yako ubaya, Minde mera socha ni ndo rohano. wewe sifanyia jirani yako vibaya, Minde mera socha ni ndo rohano. wewe simwazia vibaya. Minde mera ndama ndo rohano. Yaani inaonekana kwamba mtu anayemcha Mungu Inaonekana wao ngani ule kai kuna unyenyekevu mkubwa ndani yako. netina unyenyekevu kwa Masai. Cheye Ni roho ya kumcha Mungu. no tao ule Kwa nyakai. hivyo hii roho ya kumcha Mungu Wale lo tao ule nyakai. iumbike ndani yako. Peto belayo ya Na dwaye. kwa chochote ambacho unakifanya, Wale roho ni pogi ni asili. kwa madhabahu kwa mtumishi wa Mungu, Te rubela na kai ndo. fanya kwa kumcha Mungu. Tasa ule atakai. Hiyo ndio inahitajika. Nini yoni. Ili roho wa Mungu idumu ndani yako. Wewe ndo ule ya kai ni Na kuja Mungu rasmi. atakuelekeza kwa kila njia. Wala negindoria kai rongo Mungu ndo. atakuongoza kwa kila njia. Negindoria kai rongo Kwa ndo. sababu utakuwa unasikiza roho ya Mungu. Amu ego ne ni ro tawla ngai. Utakuwa unatii roho wa Mungu. Ne ugire video na ro na kai. Tulipofika hapa asubuhi, Ndo baba wene na kai. tukawa tunaongea na kijana mwingine. Na wone ro ndo jana jobo. Nikawa namwambia mimi tangu nikiwe, lakini yule mtu ambaye alikuwa anajua kupiga keyboard anakuja tu vile anataka. Wale ndo ro ngano yo kibo de ndo ndo ne asana yu. Niloroje huko yeu. Ni anakuja ile siku anataka. Ile kitu kanisi. Ni tabo na roje.
akasema sasa nejo na wewe nitachukua na mimi nafasi. Asili na rishara. Mungu atanisaidia. Nejo rubere roginangai. Maana hii Amora na? Si mzuri. Wewe sidai. Nikaanza kujifunza keyboard bila kutaka. Mimi amanda jifunza keyboard beyo. Kwa sababu nilikuwa namuonea kasi ya Mungu haya. Amo egira naba adwegesia yanga yategi melo ile sidai. Mungu mtu anajua kumtumikia Mungu. Au mali yela anasema yanga yesia Lakini anajua anakuja kwa ibada bila kutaka. kage eduna ibada sejene yeru. Na kila kitu kwa binadamu ni cha Mungu. Ore natoki ni pagi na rongani nene ngai. Inaweza biwa niangalia ni hapa. Akisema anataka kununua mguu anatoa na kabila. Naenda bila mtu. Nililo na miara. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wanga naangalia kuna mtumishi mwingine wanga anajua kwa huyu sana. Nililo la ngala singanya ngai lo la